tuko katika namba 1. Anasema fi hadha alhadithi, katika hadithi hii tuliyoisoma hapo nyuma ya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dalilun, hadithi ile inaonyesha dalili ala anna ahla alharam, ya kwamba watu wa haram Makkah wanaoishi pale, la muta'ata lahum, hawana hija ya tamattu'i kwao. Wao hawatakiwi kuhiji hija ya tamattu'i wala kiran, wala hawana hija ya kiran. Na maana watu wakazi wa haram wao wanatakiwa wahiji hija ya ifradi tu, kwa sababu hadithi tulisoma hapa nyuma, Ibn Abbas anasema aliulizwa annahu suila an mut'ati alhaji faqala ahalla almuhajiruna wal ansar wa azwaju nabi, sema walihirimia muhajirina na ansar na wake wa mtume fi hijjati alwada, ndio walihirimia hizo hija za tamattu'i na kiran. Kwa maana hawa si wakazi. Muhajirina manake ni wakimbizi waliokimbia muda mrefu tu, si wakazi tena wa Maka, ni watu wa Madina. Ansari ndio watu wa Madina tena na wao, na wake wa mtume sallam ndio walikuwa wanaishi Madina. Kwa hiyo hawa ndio walihiji hija hizo kirani na tamattu. Ndio mtume sallam akahiji kirani, lakini wao wengine waliochukua wanyama wakahiji tamattu. Kwa hiyo hadithi hiyo dalilun, inafahamisha ala anna ahla alharam, ya kwamba watu wanaoishi katika haram Makkah, la muta'ata lahum, hawana hija ya tamattu'i kwao, wala kiran, wala hawatakiwi kuhiji hija ya kiran. Wa annahum, na kwamba wao yahijuna hajjan mufrada, wanatakiwa wahiji hija pekee bila ifradi. Wa ya'tamiruna umratan, na watakuja kufanya umra mufradatan, peke yake vile vile. Kwa watahiji hija ifrad, wakimaliza hija hata kwa miezi mingine watafanya umra yao wale wakazi wa haram. Wa hadha, na hii msimamo huu madhhabu Ibn Abbas, ndiyo mwenendo wa Ibn Abbas wa Abi Hanifa na Abu Hanifa. Ushahidi wao liqauli llahi ta'ala, kwa kauli ya Allah mtukufu isemayo, dhalika, hija hiyo ya tamattu'i na kirani, liman lam yakun ahluhu, ni kwa yule ambaye hawapo wa jamaa zake hadhiri almasjid alharam, hawapo katika ile hadhara ya masjid alharam, maana hawapo katika maeneo ya haram, ndio watahiji hija hiyo. Kwa maana kwa wao tu ndio wanahusika na hiyo. Wakhtalafu, wakaja wakakhtalifiana maulama fi man hum hadirul masjid alharam. Sasa hao waliotajwa kwamba dhalika liman lam yakun ahluhu hadirul masjid alharam, hija hiyo ni kwa wale ambao ahali zake hawapo katika masjid alharam. Wakahitalifi hawa hadirul masjid alharam ni nani? Hawa walioambiwa kwamba wapo katika, hawapo katika masjid alharam ni kina nani wamekusudiwa? Hapo kuna khilafu. Fakala Malikun, Imam Malik yeye amesema hum ahlu Makkata bi'ainiha, yeye akasema hadhir masjid al-haram, akasema ni watu wa Maka ndio waliokusudiwa, watu wa Maka, ahlu Makkata bi'ainiha, yani watu wa Maka ambao wamebainishwa kabisa, wale ambao huyu ni mtu wa Maka, basi anaitwa hadhir masjid al-haram, hatakiwi kuhiji hija ya tamattu wala kiran, madhali ni mtu wa Maka. Wa huwa kaulu al-A'raji, na pia msimamo huo, kauli hiyo ndio kauli ya Imam A'raji. Wa ikhtarahu Tahawi, na pia akachagua msimamo Imam Tahawi. Wa rajahahu, na Tahawi akatia nguvu msimamo huo kwamba ni watu wa Maka. Wakala Ibn Abbasi, lakini akasema Ibn Abbasi wa Tausi, na Tausi wa Taifatu, na kundi jingine wao wakasema hum ahlul haram, kusema sio watu wa Maka wote, ni wale watu wanaoishi katika eneo la haram Maka tu, hawa ndio wanaitwa hadhirul haram. Kwa maana hao ndio hawatatakiwa kuhiji hija tamattu wala kiran. Waliokuwa nje ya haram Maka, hata kama ni wakazi wa Maka, wao watahiji hija tamattu na kiran. Ibn Abbas msimamo wake ni huo. Qala al-Hafidh, akasema mwana wa chuoni Hafidh bila shaka bin Hajar
wa huwa dhahir, akasema huo ndo msimamo uliokuwa dhahir kwamba ahli Masjidil Haram inakusudiwa ni wale watu wanaokaa katika haram Makkah, kwa maana waliokuwa nje haram Makkah wao watahiji tamattu na watahiji kirani pia. Wakala Shafi'i, akasema Imam Shafi'i yeye, man kana ahluhu ala aqalli masafatin, yule ambaye kana ahluhu, watakuwa watu wake akalla, wapo uchache, masafatin, kwenye masafa ambayo tuksaru fiha sala, kwa masafa hayo hupunguza swala. Tumeona tulipopita katika sala kule, tupo katika sala kwamba kuna sala ya msafiri, kwamba msafiri akisafiri masafa fulani ana sheria ya kupunguza sala za raka 4, anasali 2 na kuchanganya pia. Sasa Imam Shafi rahimahullah yeye akasema hadhiri al-Masjid al-Harami wakusudiwa wale ambao wako chini ya masafatul qasr, kutoka pale kwenye Baitul Haram, kutoka pale masafa ya kupunguza sala, chini ya masafa kupunguza sala, hao ndio hawatutakiwa kuhiji hija tamattu wala kirana. Nje ya hapo manake watahiji hija hizo kama wengine. Wakhtarahu Ibn Jariri, msimamo huo Imam Shafi akauchagua pia Ibn Jariri na yeye Tabari huyo. Wakalat al-Ahnaf, na wakasema watu wa Hanafi, man kana ahluhu bil mikati, Hanafi wakasema wale waliokuwa jamaa zake wako katika zile mikati, vile vituo vya kuhirimia. Kwa hiyo waliokuwa wako watu wao wanaishi kwenye zile mikati, hawa hawatatakiwa kuhiji hija tamattu wala kirani, hao watahiji ifrad tu. Hanafia wao wako ahluhu bil mikati au dunahu, au waliokuwa kwenye mikati au chini ya mikati kidogo. Wale ibra, na wakasema kinachozingatiwa bil maqami, inazingatiwa ni ukaazi, la bil mansha, si kuzaliwa. Kinachozingatiwa ni nini? Ukaazi. Al maqami, ukaazi, la bil mansha, si kuzaliwa. Tuelewana? Kama kuzingatia kuzaliwa, manake hata wale muhajirina walikuwa hawapaswi kuhiji hija tamattu, kwa sababu wao ni ahli Masjidil Haram, sio wamezaliwa pale. Lakini sasa hapazingatiwi kuzaliwa, unategemea nini? Ukaazi, kwamba hawakai tena pale. Tuelewana? Pili, wafihi, katika hadithi hiyo hiyo inaonyesha anna, ya kwamba alal mutamatti, ni wajibu wa yule aliyehiji hija ya tamattu'i, an yatufa, atufu, wa yas'a, na asai li'umratin awwala, atafanya tawafu na kusai kwa ajili ya umra tu. Tuliona kule kwamba alipofika pale kwanza wanafanya umra, nini umra akifika pale Masjidil Haram anafanya tawafu al-qudumi, akimaliza tawafu al-qudumi anasali makamu Ibrahim, akitoka makamu Ibrahim anakwenda zake kufanya nini, sa'i baina Safa na Marwa, kamaliza umra, imeisha. Kwa hiyo inaonyesha kwamba mutamatti, mwenye kufanya hija tamattu'i, anatakiwa kufanya tawafu na kusai kwa ajili ya umra pekee awala, halafu atakuja kutufu tena na kusai kwa ajili ya hija. Wayambaghi wayughni, na inatosheleza hadha an tawafi alqudumi, hii tawafu hii inatosheleza hii kutokana na ile tawafu alqudumi, alladhi huwa tawafu tahiyya, ambayo ndiyo tawafu ya maamkizi. Anapokuja kufanya hija, tuko pamoja ile tawafu aliyokuja kuifanya kwa ajili ya umra ilishatosheleza, inatosheleza hili ambayo ni tahiyya, ile ni ya maamkizi tu, kwa sababu thumma yatufu tawafu al-ifadha, kisha atakuja kutufu tawafu al-ifadha kwenye umra, kwenye hija sasa, ambayo hii tumeona inafanywa tawafu hili ifadha baada ya watu kutoka wapi? Arafa. Wakitoka Arafa wanakwenda Muzdalifa, si ndio?
wanalala Muzdalifa, wakitoka Muzdalifa wanakwenda zao Maka kufanya tawaful ifadha. Lakini kabla ya kwenda kufanya tawaful ifadha wanapita kwanza Mash'ar al-Haram, wanakwenda kupiga jamarat lile kubwa ya Jamratul Aqaba. Baada ya jamarati ndio tayari wamefungua pale tahalluli ndogo, wanakwenda kufanya tawaful ifadha, anachinja, ananyoa, akitoka kunyoa anachinja, anafanya mengine. Baada tukufi bi Arafa, tawaful ifadha hiyo ataifanya baada ya kuwa alishasimama Arafa. Wa yas'a kadhalika ba'dahu, na atasai vile vile baada ya tawafu hiyo ifadha, atafanya sa'i vile kwa ajili ya hija hiyo. Huyo ni mutamatti. Amma al-qarinu, ama yule mwenye kufanya hija ya kirani ambaye anaambatanisha hija na umra pamoja, fakad dhahaba al-jamhuri min al-ulamai, wamekwenda kusema wengi katika maulamaa, ila annahu, ya kwamba yule mwenye kufanya kirani yakfihi amalul haji, yeye anamtosha yale yale matendo ya hija na umra yatakuwa ni hayo hayo. Kubwa yeye anaweka nini? Nia ya mambo mawili, lakini hatofanya tawafu mbili, tofauti na mutamatti. Mutamatti anafanya tawafu hizo mbili, atafanya tawafu al-qudum, atakwenda kusai. Tunaelewana Akisha sai umra imekwisha, anafungua tahalluli pale, anakuwa anafungua umra yake, anasubiri siku ya kuhirimia, anahirimia tena hija. Sasa akitoka kuhirimia atakwenda kufanya tawafu, akifika pale atafanya tena sa'i. Waelewana? Kwa hiyo atakuwa kafanya sa'i mara mbili yeye, na tawafu pia kafanya mara mbili. Waelewana? Tofauti na qarini. Qarini yeye atafanya tawafu moja na sa'i moja ile ile. Alipokwenda kufanya tawafu al-qudumi, waelewana, akitoka tawafu al-qudumi atakwenda zake sa'i baina Sa'a na Marwa, akitoka pale anakwenda zake, anasubiri siku ya kuhirimia, lakini hafungui ihram yake kwa sababu ni qarini yeye. Waelewana Akishafanya vile, ina maana tendo lile lile alilolifanya huku nyuma katika tawafu zake, zile tawafu na sa'i zake zimetosheleza kwa yule qarini. Wanasema wamekwenda jamhuri ulama kusema ila annahu, ya kwamba yakfihi amalul haji, qarini yeye yanamtosha matendo yale yale ya hija, yamtosha kwa umra yake pia. Kwa hivyo yatufu tawafan wahida, huyu yeye atatufu tawafu moja tu. Qarini huyo atatufu tawafu moja tu, wa yas'a sa'yan wahida, na sa'i yake itakuwa moja tu kwa ajili ya umra na hija pamoja. Lilhaji wal umra, tawafu moja, sa'i moja kwa ajili ya hija na umra pamoja. Mithlul mufradi, yani huyu sawa sawa na yule mwenye kufanya hija tu, yani ifrad. Qarin na ifradi, yani kama kwamba wao matendo yao ni mamoja. Maana qarin nani ifradi naye anafanya tawafu moja na sa'i moja tu. Kwa hiyo na huyu na yeye qarini sawa sawa na yule aliyofanya ifrad. Fa an Jabiri, kutoka kwa Jabir radhiallahu anhu, Allah mridhie, kala amesema, karana Rasulullah sallam, aliambatanisha mtume, yani qarini hiyo, alhajja, aliambatanisha hija, wal umra na umra, wa tafa lahuma tawafan wahida, na alitufu kwa ajili ya mawili hayo tawafu moja tu, hakufanya tawafu mbili kwa sababu yalikuwa ni qarini. Kama tukumbuka, aliwaambia masahaba kwamba nyinyi hakuwa hamkuchukua wanyama, inabidi mfanye huwa ni umra, mfungue. Yeye hakufungua, kaunganisha, ndio qarini. Kwa hiyo tawafu alifanya moja tu na sa'i moja. Rawahu Tirmidhi, hadithi mpaka na Imam Tirmidhi, wakala akasema hadithun hasan, hadithi ni hasan. Pili, wa an ibn Umar, kutoka kwa Abdullah bin Umar, nasema anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, hakika mtume rehma na amani yake amesema, man ahalla bil haji, yoyote aliyehirimia hija, wal umra na umra pamoja, maana qarini huyo ajzaahu tawafun wahidun, tunasema inamtosha tawafu moja tu,
wa sa'yun wahidun, na sa'i moja inatosha. Maana yake huyu kanuia kufanya hija pamoja na nini, umra, anachanganya qarini, kirani. Hadithi rawahu Tirmidhi, imepokewa na Imam Tirmidhi, wakala, na akasema hasanun sahihun gharibun. Hadithi ni hasan lakini ni sahihi pia ni gharibu. Hadithi tukiambiwa hasan, maana yake yamepungua masharti matano katika masharti matano yale ya hadithi kuwa sahihi inakuwa limepungua moja. Binaklin adlin dhad khaffa dhabtu, inakuwa kuna mtu hifadhi yake kidogo imefanyaje, imepungua. Lakini tasala sanaduhu, imenukuliwa na adil, tena haina illa, haina shudhudi, ila tu khaffa dhabtu rawi, una ukhafifu kidogo wa uhifadhi wa rawi, inakuwa hasan inaitwa. Lakini ni sahihi. Kuwa hasan manake haimaanishi kwamba iwe kwa kuwa ni hasan iwe dhaifu au hasan manake ni sahihi. Anaposema sahihi manake atakusudia vipi? Manake sahihu na ghairihi itakuwa. Lakini gharibu kwa sababu imekuja kwa njia moja. Hadithi gharibu ni ile ambayo imepokewa na mtu mmoja. Wa kharajahu Daraqutni, na imetolewa na Imam Daraqutni. Wazada, akazidisha hivi kusema wala yahillu minhuma, wala hatakiwi kufungua hizo nia yake, ihram yake ya hija na umra, hatta yahilla minhuma jamia, mpaka aje afungue kutokana na mbili hizo kwa pamoja. Unapokuwa ni qarin, umetia nia ya hija na umra, hutakiwi kufungua ihram yako mpaka unakuja kufungua kwa pamoja zote. Tofauti na mutamati. Mutamati anafanya umra, anatia nia umra, ihram ya umra, akimaliza umra anafungua ihram yake, anahalalikiwa na mambo kama kawaida, alafu atakuja kuingia tena mara ya pili kwa kufanya ibada ya hija. Tatu, warawa Muslimun, amepokea hadithi wa Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Aisha, wa Mtume rehma na amani yake alisema kumwambia mama Aisha, alimwambia tawafuki bil bait, kutufu kwako, kutufu katika nyumba hii ya Allah, yani alqudumi hiyo, wa baina Safa wal Marwa, na kutufu kwako baina ya Safa na Marwa, yakfiki lihajjiki wa umratiki, inakutosha kwa hija yako na umra yako. Pale itakapokuwa na maana kafanya nani huyo kirani, kwamba tawafu yako ukitufu na ukishafanya sa'i baina Safa na Marwa ishakutosha kwa hija na umra pamoja, toka ushafanya. Lakini si kwamba ukifanya hivi ndio ishatosha, maana yake kuna kusudi, kuna na Arafa kule, lakini unakusudia kwamba hizi tawafu inakuwa ni moja tu, zinatosheleza kwa kote kote. Wadhahaba Abu Hanifa, na amekwenda kusema Imamu Abu Hanifa, ila annahu, ya kwamba la budda min tawafaini wa sa'yain, ya kaona kwamba hiyo kirani basi lazima vile vile afanye tawafu mbili na sa'i mbili, afanye tawafu kwa ajili ya umra, lakini pia afanye sa'i kwa ajili ya umra, pia afanye tena tawafu kwa ajili ya hija, na aje sa'i tena kwa ajili ya hija. Kihanafia iko hivyo. Wal awwal, lakini nasema ile kauli ya kwanza aula ndio kauli iliyokuwa bora zaidi. Kwa nini? Likuwati adillatihi, kwa sababu ya nguvu ya dalili zake. Kauli gani? Ya kwamba nini, tawafu moja na sa'i moja ishatosheleza kwa hija na umra. Hiyo ndio kauli nasema iliyokuwa ina nguvu zaidi. 4, wa fil hadithi, katika hadithi vile vile imeonyesha anna ala almutamatti, kwamba hakika ala almutamatti ni wajibu wa yule mwenye kufanya hija ya tamattu'i, wal qarini, na yule mwenye kufanya qirani ni wajibu kwa yule hawa alhadiya, hadiya lazima wachinje. Hadithi inaonyesha hivyo kwamba ukihiji tamattu'i au qirani, basi unalazimika ufanye hadiya, lazima uchinje mnyama, si sunna kwako, lazima uchinje.
wa aqalluhu sha, na mnyama ambaye uchache wa mnyama wa kuchinja ni shatu, mbuzi au kondoo, ndio uchache wake upate, sio ukachinja njiwa. Faman lam yajid hadiyan, asiyepata kinyama cha kuchinja, faliyasum 3 ayami fil haji, itabidi amwage damu kuonyesha kwamba ni wajibu lazima atoe kafara, aje afunge siku 3 fil haji, azifunge 3 akiwa kule kule kwenye fil haji, ndani ya muda wa hija. Manake tumeona huko nyuma fil haji, wengine wanasema kwamba akiwa ndani ya hija, wengine wakasema akiwa katika ile miezi ya nini ya hija, na tuliona khilafu za maulama. Wengine wanasema siku za hija mwisho ni 10 la kwanza, si ndio? Wengine wakasema mwezi mzima ule pia unaingia kutoka kufunguo mosi mpaka ule wote, na tuliona hoja za wale waliosema kwamba 10 la mwanzo tu ndio mwisho, wakapewa hoja kwamba sasa nyewe mwasema mwisho 10 la mwanzo, hizi rami aljamarati hizi zinakuwa vipi hizi? Basi itakuwa hazisihi, kwa sababu zafanywa nje ya nini, nje ya ayamul hajja, kwa sababu rami aljamarati ni siku 4, si ndio? Kuna siku ya kwanza ile ya siku ya mwezi 10, siku ile linarembewa moja tu, jamratul aqaba. Lakini siku ya pili mwezi 11 na mwezi 12 na 13 yanapigwa yote matatu. Kwa ina maana haya siku mwezi 11 ukisema kwamba mwisho siku 10 za Dhulhijja za mwanzo, manake hizi siku nyingine zinafanywa zikiwa nje ya ayamul haji, wakati wote wakubaliana kwamba yale ni katika matendo ya nini ya hija. Kwa hiyo afunge siku 3 fil haji, sawa fil haji, yawezekana kabla hajaingia kwenye hija. Ndio maana fil haji jamani, yani fil haji, yani ndani ya siku zile ambazo kuwa zinaitwa siku za hija, ndani ya miezi ya nini ya hija, mtu aweza akafunga kabla hajaanza, kwa sababu fil haji imekuja. Kuna hizo kauli, wengine wakasema unaweza kufunga mfunguo mosi. Ushajua mimi bwana sina mnyama bwana, mara hii waanza kufunga mfunguo mosi. Zipo kauli hizo. Kuna kauli nasema utafunga ile yauma taruya, siku ya nyuma yako, utaanza mwezi 7 na 8 taruya, na ile Arafa yenyewe. Kuna kauli tofauti tofauti, lakini kwa ufupi, akikosa hadia anatakiwa afunge siku 3 fil haji, ndani ya hija. Wa 7 na siku 7 idha raja ila ahlihi, atakaporudi kwa ahli zake. Na hii idha raja ila ahli pia kuna khilafu. Wengine wakasema ataporejea ila ahli, manake mjini kwake, kwenye nchi yake. Kama wewe Mzanzibari ukirudi Unguja ndio utakuja funga siku 7. Wengine wakasema ila ahli manaka ila rahlihi, sio urudi kwenu, akirudi kwenye hema lake. Si kuna mahema kule umefikia, maana ukifika kwenye hema lako huko utafunga hizo siku. Wengine wakasema ila rahlihi, maana hata akiwa safarini unarudi, hujafika mjini kwako. Pia hizo kauli zipo. 7 idha raja ila ahlihi, wal aula, ndio, lakini kilichokuwa bora an yasuma al-ayyama 3, azifunge hizi siku 3 fil ashri, ndani ya siku 10 min dhilhijja, azifunge mule, ndio bora zaidi. Maana yake kama ni hivyo, utazifunga kabla hujaanza hija, ndani ya siku 10, maana yake utaanza kuzifunga kabla. Maana yake hija sasa inaanza mwezi 8, ndio watu wanaanza kuhirimia. Sasa ukianza mwezi 8, maana yake ya 3 itaangukia 11, si ndio? Kwa ina maana ili uzipate ndani ya 10 la mwanzo itabidi uanze 7. Kwa ina maana utakuwa umeanza kufunga kabla hujahirimia hija. Lakini aya imekuja 3 ayami fil haji,
umo ndani ya nini? Miezi ya hija. Waelewana? Kabla yaum al-arafa. Wal aula an yasuma ayyama thalathati, afunge siku tatu hizo fil ashri min dhilhijja, katika zile siku 10 za Dhulhijja, kabla yaum Arafa. Awe amezifunga kabla ya siku ya Arafa tayari. Manake siku ya Arafa ikifika mwezi 9, wewe ushaisha maliza siku zako tatu. Kwa kauli na maana utaanza ngapi? 6 itakuwa, si ndio? Mwezi 6, 7, 8 umemaliza, siku ya 9 ndo 10, ndo 10 ndo Arafa. Wa min al-ulamai, na wako wanawavyuoni wengine, man jawaza siyamuha, ambao wamejuzisha kufunga hizi tatu min awwali Shawwali, mwanzo wa Shawali, yani mfunguo mosi waanza kufunga siku tatu, pengine hata tayari. Maanake hapo ndo kabisa, ndo bado kabisa hija, utakuja kuhiji mfunguo tatu, lakini unaanza kufunga mwezi wa mfunguo mosi siku tatu hizo. Pia wapo maulama wamesema hivyo, kwa sababu fil haji bado hujatoka fil haji na kuwa sawa. Jamaa, minhum, kuna wengine au miongoni mwa hao, sio wengine, miongoni mwa hao waliosema unaweza kufunga hata kwenye Shawali, akiwemo bwana Tausi na Mujahid. Hawa ni katika wanafunzi wa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, wanasema hivyo. Wa yara ibn Umar, na anaona Ibn Umar yeye radhiyallahu anhuma, radhi za Allah zimshukie na baba yake, yeye anaona anyasuma kabla yaumi tarwiya, sema yeye ifungwe tatu hizi kabla ya siku ya tarwiya ya mwezi 8, ndio tarwiya. Huko nyuma utajua utaanza wapi. Utaanza mwezi mosi wa mfunguo tatu, lakini iwe kabla ya yaumi tarwiya, kabla ya mwezi 8 wa mfunguo tatu, ndio siku ya tarwiya inaitwa. Ibn Umar anasema hivyo yeye. Wa yauma tarwiya, kwa hiyo afunge kabla ya tarwiya, manake siku ya 7 afunge mwezi ngapi? 7, ndio kabla ya tarwiya, kabla ya 8, si ndio? Wa yauma tarwiya, na tarwiya yenyewe itakuwa ndio siku ya pili. Wa yauma Arafa, na siku ya Arafa itakuwa kama za tatu. Zilizobaki 10 idha raja'tu. Sasa idha raja'tu, wakirejea wapi? Pia kuna khilafu. Sema atakaporejea kwao, sema akirejea pale kwenye hema lake. Wengine nasema atakaporejea akiwa njiani ndo anarejea huyo. Falau lam yasumha, kama itakuwa hajazifunga hizo tatu, au yasum ba'daha, Ibn Umar huyo au amefunga baadhi yake kabla al-Eid, aidha hakuzifunga bado mpaka Eid imefika, au kafunga baadhi kabla ya Eid lakini hajamaliza kuzifunga zote tatu, falahu an yasumuha, basi anatakiwa azifunge fi ayami tashriki, kwenye zile siku za kuanika nyama. Ayamu tashriki, siku za kuanika nyama. Mwezi ngapi? 11, 12 na 13. Kama mfano ndio huko hajafunga kabla ya tarwiya, basi atazifunga pale, au alifunga kidogo hajazimaliza, atakuja kumalizia katika ayamu tashriki. Huo ni msimamo wa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kwa nini? Likauli Aisha, kwa mujibu wa kauli ya mama Aisha wa Ibn Umar na Ibn Umar radhiyallahu anhuma, Allah awaridhie, wamesema hivi, wamepokea hadithi wa Mtume sema, lam yurhasu fi ayami tashriki, haikuruhusiwa siku za kuanika nyama, an yasunna, kufungwa. Siku zile haijaruhusiwa kufunga siku za tashriki, ambayo inaanza mwezi ngapi? 11. Siku ya tashriki haikuruhusiwa kufanyeje? Kufungwa siku za ayamu tashriki, ila isipokuwa liman, ni kwa yule ambaye la yajidu lahadi, ambaye hajapata mnyama wa kuchinja, yeye ndo atafunga, lakini kinyume na huyo hataki kufunga siku zile. Hadithi rawahu al-Bukhari, imepokeana na Bukhari. Wa idha fatahu siyamu al-ayami thalath,
zikimpita funga ya siku 3 hakufunga, fil haji, kule kwenye hija hakufunga mpaka imepita, lazima qadauha, itamlazimikia kuzilipa kwa sababu ni deni. Wa amma sab'atul ayami, ama hizo siku 7 zilizobaki ambazo zinakamilisha 10, fakila, kuna kila inasemekana, kuna kauli sema yasumuha, atazifunga idha rajaa ila watanihi, atakaporudi kwenye nchi yake. Ila watanihi, atakuja kuzifunga akirudi nchini kwake. Kuna kauli hiyo moja. Wakila, kuna kila nyingine anasema idha raja ila rahalihi, akirudi kwenye hema lake. Le kwenye hema lako ukirudi mlikofikia huko, basi ndio huko unafunga. Hiyo kila. Wa ala ar-ra'yi al-akhiri, na kwa mujibu wa hii rai ya mwisho inayosema kwamba atafunga kwenye hema lake, kwa maana kwa rai hii yasihu saumuha fi tariqi, basi pia ina maana itajuzisha kufunga njiani. Ikiwa kwamba kauli inasema atafunga akiwa kwenye hema lake, basi kauli hii pia inaonyesha kwamba pia basi itasihi kufunga akiwa wapi? Njiani, kwa sababu ni rahal. Wa huwa madhhabu Mujahidi wa Ata, na ndiyo madhhabu ya Mujahid na Ata, wameona hivyo wao. Wala yajibu tatabu'u fi siyami hadhihi al-ayami al-ashr, na hakuna wajibu wa tatabu, kuzifuatanisha. Si lazima kwamba hizo 3 lazima uzishone hivi. Unaweza ukafunga moja ukaacha kidogo, ukafunga nyingine ukaacha kidogo, alimdali utimize. Ilichotakiwa ni ile idadi ifike. Au kusharudi hata siku 7 ndio uzipige 7 mfululizo. Hakuna ulazima huo. Naweza ukafunga ukapumua alimradi zipige siku 7. Wala yajibu tatabu fi siyami hadhihi al-ayami al-ashr, wala si wajibu kuzifuatanisha katika kufunga hizi siku 10. Wa idha nawa wa ahrama shar'a lahu an yulabbi, na sasa akishatia nia, maana yake kashahirimia hija, akishatia nia wa ahrama, na akahirimia hija, kisha vaa ihram zake, ukimaliza kuvaa ihram, kinachofuata pale shar'a lahu, basi itakuwa anatakiwa aanze yeye, au imewekwa sheria kwake an yulabbia, aanze kutoa talbia. Kwa maana talbia inaanzia wapi pia nawe na khilafu. Wengine wamesema bwana aanze pale akishavaa ihramu tu, inaanza talbia pale. Wengine nasema mpaka aondoke pale akiwa njiani, mpaka aone anaingia Maka, manake anaona msikiti ule pale ndio anapiga talbia. Pia nayo ina khilafu za maulama, lakini kauli hii inasema akishafanya ihram, keshatia nia, keshahirimia, pale anatakiwa aanze kupiga talbia. Talbia ni ile labbaik allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, ndio talbia inakusudiwa. Atalbia, talbia kuitika hiyo hukumuha, hukumu ya talbia ni nini? Ajma al-ulamau, wamekubaliana wanavuoni wote, ala anna talbiyata, ya kwamba ile talbia mashru'atun, ni sheria. Mashru'atun ni sheria. Fa'an ummi Salama, kutoka kwa mama Salama radhiyallahu anha, Allah mridhie, qalat, amesema, anasema sami'tu Rasulullahi, nilimsikia mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wasallam yakulu, rehma na amani juu yake, akisema hivi: ya ali Muhammadin, enyi watu wa Muhammad. Ya alu Muhammad, enyi watu wa Muhammad. Man hajja minkum, yoyote atakaye hiji miongoni mwenu, faliyuhal, basi atowe talbia, fi hijjihi, kwenye hija yake, au fi hijjatihi,
au kwenye hija yake. Kwa nini amerejea maneno mawili? Hiyo ni shaka ya msimuliaji Wenzetu hawataki kupoteza kusema uongo. Hana uhakika kwamba alitumia neno hijjihi au hijjatihi. Mie na wewe ungetamka moja lishatosha, kwa sababu yote yana maana moja lakini atia yote mawili. Fi hijjihi alitamka neno hijji au hijjatihi, maana yake utoe talbia kwenye hija yako. Ukishakuhirimia toa talbia tayari. Hadithi rawahu Ahmadi, imepokewa na Imamu Ahmad wa Ibn Hibban. Wa kad ikhtalafu fi hukmiha, na maulama wamekhtalifiana katika kutoa hukumu ya talbia. Hii talbia hukumu yake ni wajibu, ni sunna, ni mubaha, ni nini? Wamekhtalifiana fi hukmihi, kuhusiana hukumu yake. Lakini pia wa fi waktiha, na pia wamekhtalifiana wakati wake pa kuanzia talbia ni wapi. Pia kuna khilafu. Wa fi hukmi man akharaha, na pia wametofautiana maulama kuhusiana na hukumu ya yule aliyeichelewesha talbia, hakuitoa mpaka muda umepita. Vipi hukumu yake? Na yeye kuna khilafu humo mote. Fadhahaba Shafi'i, amekwenda kusema Imam Shafi wa Ahmad na Imam Ahmad wao msimamo wao, ila annaha sunna, akasema kwamba talbia si wajibu, ni sunna. Tupo Kwa hiyo kama ni sunna, maana yake nini? Maana yake ikitokea umeacha, hija yako ipo kamili. Itokeza mtu kwenda kuhiji kwa mujibu wa msimamo wa Imam Shafi na Imam Ahmad, kenda kuhiji ikawa hakutoa talbia, kamaliza hija talbia yatoa, maana yake huwezi kumwambia hija yako batili. Kwa sababu ni nini? Ni sunna. Wa annahu, na wakasema hao, yustahabu, inasuniwa ittisaluha bil ihram, aiunganishe na ihram. Na maana wao kwa upande wa hukumu yao ni sunna, sawa. Kwa upande wa wakati wapi inaanzia, wanasema inaanzia kwa mujibu kama Sheikh alivyosema, iunganishwe na ihram. Maana yake ukishahirimia kwenye mikati, kwenye kituo chako cha kuhirimia, shatiania ushabahram, pale ndio inaanza talbia. Hiyo kwa mujibu wa Imam Shafi na Imam Ahmad rahimahumullah. Falau nawa nusuka, lau kama atatia nia ya ibada ya hija, walam yulabbi, na akawa hakutoa talbia, kwa mujibu wa msimamo huu, sahha nusukahu, itasihi ibada yake ya hija, kwa sababu si sunna. Duna an yalzimahu shay'un, tena itasihi pasi na kulazimikiwa na chochote. Kwa sababu kuna mambo mengine ukiwa hukuyafanya hija yako inakuwa sahihi, lakini unalazimika utoe kafara, uchinje. Ndio kama vile kwamba hukupata mnyama wa kuchinja, si ndio? Kwa mfano una kafara, unatakiwa ufanyeje? Ufunge siku 10 zile, 3 kule 7 ukirudi. Sasa huyu ambaye hakutoa talbia, yeye kwa mujibu wa msimamo wa kwamba ni sunna, basi hija yake ni sahihi, wala hatolazimikiwa na kufanya lolote kwamba kuna kafara fulani afanye. Kwa nini? Lianna al-ihrama, kwa sababu kule kuhirimia, indahuma, kwa upande wa maimamu wawili hao, yani Imam Shafi na Imam Ahmadi, wao wanaona yunaaqadu, ihramu ile itafungika bimujarradi niyya, kwa kutia nia. Tukishatia nia, ukishavaa ihram, basi ihramu ishafungika, si lazima useme Allahu labbaik Allahumma labbaik, itakuwa ishafungika, maana yake imekubalika. Huo ni msimamo wa Imam Shafi na Imamu Ahmad, tuna mwanafunzi wake. Lakini wayara al-ahnaf, wanaona watu wa kihanafi, wao wanaona kwamba anna talbia, kwamba kuitikia talbia,
au ma yakumu makamaha, au kile kinachokaa nafasi ya talbia, kwa sababu waweza ukatoa talbia labbaika Allahumma labbaika na unawezekana ukatoa badala yake, pengine ukatoa tasbih subhanallah alhamdulillah badala ya nini, ndio yakumu makamaha hiyo, au kutoa tasbih yote inayosimama nafasi ya talbia. Kihanafia wao wanaona mimma huwa, miongoni mwa kile ambacho fi maanaha, kina maana ile ile ya talbia, katasbihi, kama vile kutoa tasbihi, wa sawkul hadi, au kuchukua wanyama. Wao wanaona shartun min shuruti al-ihram, ni sharti miongoni mwa sharti za ihram. Kwa ina maana kwa mujibu wa Kihanafi, haukutoa talbia wewe, manake hija itakuwa ina kasoro, kwa sababu imekosa sharti. Wao kwa sharti ile min shuruti al-ihram, ni katika sharti za kuhirimia. Kwa hiyo falau ahrama, lau mtu atahirimia hija, walam yulabbi, akawa hakutoa talbia, au lam yusabbih, au hakutoa tasbihi, au lam yaskul hadi, au hakuchukua mnyama, fala ihrama lahu, huyu ataambiwa hana ihram. Yari wa hadha, na hukumu hii mabniyun, inajengewa ala anna al-ihrama, kwamba ile ihram yenye kuhirimia hija, indahum, kwao hawa mahanafi, murakkabu, jambo lile limekaliana minan niyya, limekaliana na nia. Tena wa amalu, pia ni tendo min amali al-hajj, miongoni mwa tendo ya hija. Ndio maana wanasema itakuwa huna ihram, kwa sababu imekaliana na ihram. Fa idha nawa al-ihram, akitia nia ya kuhirimia, wa amila amalan, na akafanya tendo min amali nusuki, miongoni mwa matendo ya hija, fasabbaha, alafu akatoa tasbihi, au halala, au akatoa tahlili, yani tahlili la ilaha illa Allah, au saka al-hadi, au amechukua mnyama, walam yulabbi, lakini hakutoa talbia, katoa tasbihi nyingine tahlili, fa ina ihramahu yanaqadu, hakika ihram yake itafungika, manake itakuwa sawa Hanafi. Wayalzimuhu, na pia itamlazimu bitarki talbiyati, kama ataacha kutoa talbia. Kwa upande wa Kihanafi atalazimika damu, amwage damu, manake achinje mnyama. Wa mashhuru madhhabu Maliki, tukija madhhabu mashuhuri kwa upande wa Imam Maliki, yeye wao wanaona annaha wajiba. Wewe wanasema sio sharti wala sio sunna, sema ni wajibu. Kwa hiyo Imam Shafi na Ahmad bin Hanbali, hawa wao wanasema ni sunna. Abu Hanifa anasema ni nini? Ni sharti. Maliki rahimahumullah, hawa wanasema, na yeye anasema nini? Yasema wajibu, talbia ni wajibu. Tena yalzimu, kwa kuwa ni wajibu, italazimika bitarkiha, mtu akiacha kutoa talbia, au taraka tisalaha, au kaacha kuiunganisha talbia bil ihram, na ihram, kwa sababu na yeye ana msimamo kwamba iunganishwe na ihram pale pale, ma'atuli, halafu muda ukarefuka, atalazimika damu, na yeye huyu apate damu, manake achinje mnyama. Kimalikia hiyo hakutoa talbia, ndio anasema yalzimu bitarkiha, italazimika kwa kuacha talbia, au taraka ittisaliha, kaacha talbia hakutoa, au katoa lakini hakuiunganisha na ihram bil ihram bali maatuli, na muda ukarefuka, damu italazimika amwage damu, manake achinje. Lafdhuha, matamshi yake talbia ni yapi? Rawa Malikun, amepokea Imam Maliki hadithi an Nafi'i, kutoka kwa Nafi'i, na Nafi' an ibn Umar, kutoka kwa Abdullah bin Umar radhiallahu anhuma, Allah awaridhie wote, anna talbiyatu rasulillahi sallam, kwamba talbiya ya mtume wa Allah, rehma na amani yake, ilikuwa hivi: labbaik allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Ilikuwa hivyo.
talbia mtume sallallahu. Yani labbaika Allahumma, na kuitika Mola wangu, labbaika na kuitika, ndio maana nimekuja labbaika na kuitika, la sharika laka, huna mshirika we, labbaika na kuitika. Innal hamda, hakika shukurani zote, sifa zote, wa ni'mata, na neema zote, laka nza kwako, wal mulku, na ufalme ni wako, la sharika laka, huna mshirika wewe katika. Hiyo ndio talbia mtume sallallahu. Kwa maana na mimi na wewe watakiwa ufuate talbia hii ya mtume sallallahu. Achana na talbia nyingine ambazo watu wanatoa. Ijapokuwa maulama wanasema unaweza ukatoa talbia, ziko talbia za ziada zimezidisha, wengine wanasema ziko zinafaa, lakini kamatana na hii. Kala Nafi'un, amesema bwana Nafi'i, wa kana Abdullah bin Umar, alikuwa Abdullah bin Umar radhiallahu anhuma, Allah amridhie na baba yake, yazidu fiha, yeye alikuwa akizidisha kwenye talbia hiyo. Ndio maana wakasema inafaa. Alikuwa Abdullah anaitikia hivi, labbaika 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 wa sa'adaika, mara 3. Labbaika labbaika, na kuitika na kuitika na kuitika, wa sa'adaika, na utukufu wako, wal khairu biyadaika, na khairi zote ziko mikononi mwako, labbaika warraghaba, na kuitika arraghaba, na matakwa yote ilaika yako kwako, wal amal, na matendo pia yako kwako. Akiitikia hivyo Abdullah bin Umar. Wakad istahabba alulamau, na wamesunia au wamependezesha wanavuoni, al-iktisara, wamesunia mtu kutosheka ala talbiyati rasulillah sallallahu, na ile talbia ya mtume rehma na amani peke yake, wamesunia hivyo kwamba utosheke na ile ya mtume sallallahu. Wakhtalafu, na wakaja kuhtalifiana fi ziyadati alaiha, katika jambo la kuzidisha talbia mtume, vipi yafaa haifai. Fadhhaba jamhur, wengi katika wanavuoni wamekwenda kusema ila annahu la ba'sa, wakasema hakuna ubaya bi ziyadati alaiha, kuzidisha talbia ya mtume, kama zada bin Umar, kama vile alivyozidisha Abdullah bin Umar, wa kama zada sahabatu, na kama walivyozidisha masahaba, wa nabii sallallahu alaihi wasallam, na mtume alikuwa yasma'u, akisikia, wala yakulu lahum shay'an, hajawaambia chochote, kuonesha kwamba inafaa. Lakini sasa usije kazua yako basi ifa hizo zilizosikizwa na mtume akazikubali. Rawahu Abu Daudi wal Baihaqi, imepokea na Abu Daudi na Baihaqi. Wa kariha Maliku, amechukia Imam Malik yeye, wa Abu Yusuf, na Abu Yusuf ni katika wanafunzi wa Imam bin Hanifa wakubwa, Abu Hanifa katika wanafunzi wake wakubwa Abu Yusuf. Imam Malik na Abu Yusufu wamechukia ziyada ala talbiyati rasulillah, kuzidisha kitu kwenye talbia mtume. Wao wanaona talbia iwe ile ile ya mtume sallallahu.